Obadia sura ya kwanza mstari wa 21. Biblia inasema na waokozi watatokea juu ya mlima Sayuni, si ndio? Alafu watafanyaje? Watahukumu mlima wa Esau. Alafu na huo ufalme utakuwa mali ya Bwana. Waokozi ni watu wa namna gani? Namba moja, waokozi ni watu waliotengenezwa na mbingu kuleta wokovu kwenye dunia yao kwa niaba ya Mungu mwenyewe. Waokozi ni watu waliotengenezwa na mbingu kuleta wokovu kwenye dunia yao kwa niaba ya Mungu mwenyewe. Isaya 26 mstari wa 18. Isaya 26 mstari wa 18. Hapo ukifungua utawaona watu waliopata nafasi ya kuishi duniani na wakachezea nafasi ya maisha. Wamefika muda ambao hawana tena cha kufanya kuleta tija duniani. Wanalalamika, wananungunika, wanasikitika, wanajuta kwa nini walichezea nafasi. Isaya ngapi nimesema? 26 mstari wa 18. Wanasema hivi, tumekuwa na mimba, tumekuwa na utungu, lakini tumekuwa kana kwamba tumezaa upepo. Na wanajaribu kuelezea upepo ni nini. Wanasema kwa kuwa hatukufanya uokovu wowote duniani. Hatukufanya uokovu wowote duniani. Kila mmoja kwa muda unaokuwa duniani, Mungu anakupa mimba. Mimba za mawazo ya biashara, mawazo ya kiuchumi, wazo la kwamba nitawajengea wazazi wangu nyumba kutoka kwenye kile kijumba cha ovyo ovyo kule kijijini. Hawa watu wanalalamika, wanasema wakuweza kuleta wokovu wowote duniani. Nini maana ya kuleta wokovu wowote? Maana yake ni kuleta kitu cha tofauti kitakachovusha wengine. Kuleta kitu cha tofauti kitakachovusha wengine. Kwa sababu moja kati ya sababu kwa nini hatuna matokeo ni kwa sababu tuko comfortable. Mimi ni mwanafunzi tu. Unapaswa uwe mwanafunzi muda wa darasani, ile ukitoka unapaswa kuwa global thinker, solution finder. Nje ya kuwa mwanafunzi, mimi nimetumwa na Mungu duniani kwa kazi. I have something to do for God. Ni kipi hicho? Ni lipi hilo? Muda wangu nje ya masomo na utumia kujiboresha wapi? Tukifikiri hivyo, unafikiri basi kuna mtu atakwambia usizini. Huo muda wa kuzini haupo, kwa sababu muda ambao mtu anataka mkazini ndio muda ambao unapaswa ujitafute au uboreshe kitu fulani. Sio, umeelewa kitu? Yaani tungekuwa tunarudi duniani, kuna wengine wanasema ningekuwa narudi kuwa kijana. Sasa ndio haiwezekani kurudi, mtu wa Mungu. Ukijitahidi Mungu anaweza kukupa afya lakini arudishe umri. Unakuwa mzee kama kijana lakini ndani mzee. Umri aliyotupa Mungu wa ujana ni kwa ajili ya kumfanyia Mungu vitu hadi unafika uzeeni unakaa kuelekeza wanaokuja nyuma, sio unajuta kwa nini ulichelewa. Umenielewa? Ndio kazi ya ujana. Unapaswa ufanye vitu ukiwa uzeeni, unashauri, unasikilizwa na kizazi cha nyuma kwa sababu una cha kusema ambacho wao hawana. Una cha kuonyesha ambao wao hawana. Kwenye maisha haya usipozaa kitu utatukanwa. Kuna watu wanakutwa kwenye vijio wanacheza karata au kamari, wanasema wanawakamata, tumewakamata wazururaji. Hilo ni tu tayari. Yaani wanavyokuwa wewe jina title inayokufanya ni mzururaji. Usipozaa kitu uweze ukaepuka kutukanwa. Asiyefanikiwa kuzaa kitu cha maendeleo anamuita maskini. Wakijaribu kuremba kwenye umaskini wako wanasema maskini wa Mungu, ili at least ionekane sio maskini wa kawaida. Ila maskini ni maskini, awe wa Mungu au wa shetani ni maskini bwana. Kwenye maisha haya usipozaa kitu utatukanwa. Tumeona siku hii ni siku ya matukano. Alafu cha pili, siku hii ni siku ya aibu. Utahaibika. Umewahi kumaliza chuo, malize chuo,
kwenu ni kijijini, kwa hiyo hakuna cha kwenda kufanya, ila warau mjini sehemu fulani kuna shangazi ana vitoto vitatu vidogo vidogo kama wakina Elimikaya wangu vile. Alafu umekaa nyumbani kwa sababu ajira hujapata, akili pekee ulionayo ni ajira. Alafu vitoto vinataka viangalie Superbook au Tom and Jerry sio nini. Alafu na wewe unataka uangalie mahubiri. Wanasikia kilio sebreni kama ambavyo sauti ilisikika Rama. Wanasikia kilio sebreni, Junior analia, mama, mama, ameninyang'anya remote. Nani huyo? Engineer Msofe. Engineer Msofe anataka kuangalia mahubiri ya Kabigumila. Na mtoto anataka kuangalia Tom and Jerry. Utaanza kusikia baada ya muda utaanza kuambia, ya niko hapa na mtoto wa shemeji yangu. Ya kwa kweli yeye anaamka, anakula, analala, kumbe hata kufagia unafagia, na kudeki unadeki, na vyombo unaosha. Yupo hapa, yeye ameridhika yani. Ana malengo gani? Yupo. Hata mimi labda wewe muulize kaka yake. Wewe muulize, labda wewe baba yake atakusikia. Hebu muulize. Mimi hajaniambia chochote. Yanaanza kuonekana kama mzigo. Unajua ni kwa nini? Kuna kitu. Ila ungekuwa ulipomaliza hiyo miaka 5 uliokaa pale, ukasema kuliko nikae hapa bora niende kulima. Mwaka wa kwanza ukapata hasara, mwaka wa pili ukapata hasara. Mwaka wa 3 umeshazoea, ulimegundua ulikosea wapi. Ukatoboa. Mauzo ya kwanza yakakuweka vizuri, mwaka wa 4 ukarudi vizuri, wa 5 tayari umenunua magari na kila kitu na mashamba unamwagilia. Ukiwa unarudi unakuwa unasema, mpokeeni kaka Tom, mpokeeni karaka na hiyo mizigo yote aliyokuja nayo. Na mmekaa tu. Umenielewa Asiyekuwa na kitu apokelewi kwenye maisha haya. Wanadamu hawapokei mtu, wanapokea kitu cha mtu.